Mtumiwa wa mauaji ya Nyanza Asumani amekamatwa rasmi. Jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata mwanamke anayehusishwa na tukio la mauaji ya Athumani Nyanza baada ya kupatikana akiwa mkoani Morogoro. Mtumiwa huyo tayari amerejeshwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na hatua zingine za kisheria. Taarifa hizi zimethibitishwa na mwigizaji Ali Njenje ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa marehemu katika ngazi za kisanaa. Kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Ali amepongeza juhudi za jeshi la polisi kwa kufanikiwa kumkamata kwa mtumiwa huyo. Ali Njenje ameandika, "Tunalishukuru jeshi la polisi kwa kufanikisha kumkamata huyu mwanamke aliyesababisha kifo cha ndugu yetu Athumani Nyanza. Amekamatwa akiwa Morogoro na kwa sasa yupo kituo cha polisi cha Nika. Shukrani kwa kila mtu aliyeshiriki. Sasa jambo hili lipo chini ya polisi. Nasi tubaki kumwombea marehemu, Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi." Marehemu Athumani Nyanza ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa mwigizaji Madebe Lidai alifariki dunia katika mazingira ya kutatanisha, ambapo mwili wake ulipatikana ukiwa umefukiwa karibu na makazi yake katika mtaa wa Kimya Kimya, kata ya Zingiziwa, wilayani ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo anayetajwa kuwa mke wake, ingawa hakuwa wamefunga ndoa halali, alitoweka mara baada ya tukio hilo kugundulika, hali iliyozua taharuki na maswali mengi kutoka kwa wananchi. Tukio hili limeacha simanzi kubwa kwa ndugu, jamaa na wadau wa sanaa nchini. Wananchi wanahimiza kuacha vyombo vya dola vifanye kazi yake, huku haki ikitarajiwa kutendeka. Moja ya tukio kubwa ambalo lilikuwa limechukua nafasi kubwa ni hili ambalo linamhusu Athumani Nyanza ambaye kifo chake kilikuwa ni cha kutatanisha kweli kweli, baada ya kuuawa na kufukiwa nje ya nyumbani kwake, ambapo ndugu anaenda kumtafuta kwa takriban wiki mbili bila mafanikio ya aina yoyote. Lakini hivi sasa mtu wa karibu ambaye ni wa kwanza, mtumiwa namba moja, ni aliyekawa mpenzi wake anayeishi naye pamoja, ameweza kukamatwa rasmi na amerejeshwa jijini Dar es Salaam. Inadaiwa alikamatwa Morogoro milimani huko akiwa amejificha, lakini hivi sasa ameweza kukamatwa rasmi na hatua zingine za kisheria zinaweza kufuatwa ili kufikishwa mahakamani. Kama atakutwa na hatia, basi hukumu zingine aweze kutumikia.